Mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ikiwa ni Januari 26, siku ya Jumatatu. Leo tunaiangazia mada inayosema mwanga katika ulimwengu wa giza. Katika Wafilipi sura ile ya 2 aya ya 14, Paulo anawahimiza Wafilipi kufanya mambo yote pasipo manung'uniko wala mashindano. Changamoto za umoja wa kanisa ni kubwa sana kiasi kwamba hauwezi kudumishwa bila juhudi kubwa kwa upande wetu. Umoja ndani ya kanisa ni matokeo ya muungano wetu na Kristo na utii kwa neno lake. Ni muhimu kwa ushuhuda wetu, kama Paulo anavyoelezea akitupatia wito wa kuonekana kama mianga katika ulimwengu. Wafilipi 2 aya ya 15. Katika usiku wa giza, mbali na mng'ao wa mji na taa za barabarani, nyota nyingi zinaonekana wazi na zinaonekana kung'aa zaidi. Ni utofauti unaoleta tofauti. Kadiri anga linavyozidi kuwa jeusi, ndivyo nyota zinavyoonekana wazi zaidi. Ndivyo ilivyo kwa ushuhuda wetu. Kadiri giza la kimaadili linavyozidi kutuzunguka, ndivyo kutakuwa na tofauti kubwa kati ya maisha ya wafuasi wa kweli wa Mungu na ya wale wanaojishughulisha na mambo ya kidunia. Basi, ni muhimu kiasi gani kutoruhusu nuru bandia za mawazo, misukumo na desturi za kidunia zifanye ushuhuda wetu upungue thamani au kutoweka kabisa? Soma Wafilipi sura ile ya 2 aya ile ya 15 na 16. Paulo anaelezeaje kile ambacho sisi kama watoto wa Mungu tunapaswa kuwa na kufanya? Mkamilifu maana yake ni asiye na kosa, asiye na lawama. Linatumika hasa kwa Ayubu na tabia yake kamilifu. Tazama Ayubu sura ile ya kwanza na ya 8, Ayubu 2 aya 3, na tazama pia Ayubu 11 aya 4, Ayubu 33 aya 9. Neno la Kiyunani linalotafsiriwa si ya kudhuru, kihalisi linamaanisha isiyogushiwa, safi. Yesu, kwa kuzingatia mashambulizi makali ambayo mashahidi wake wanaweza kabiliana nayo, anatutia shime tuwe wapole kama hua. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ile ya 10 ya 16. Vivyo hivyo Paulo anatuhimiza tuwe wajinga katika mambo mabaya. Warumi 16 aya ya 19. Vyombo vyetu vya kisasa vya habari havijulikani kwa maudhui safi yenye kuinua na kuvutia. Katika nyakati kama hizi, desturi ya Daudi ni kanuni muhimu kwetu leo. Sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu. Zaburi ya 101 aya 3. Kamwe hatupaswi kuogopa kuwa tofauti. Imani yetu inapaswa kututenga zaidi. Lengo ni kuonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Wafilipi 2 aya 15. Njia pekee ya kufanya hivyo ni kukataa kufuatisha namna ya dunia hii. Warumi 12 aya 2. Kwa kulishika neno la uzima. Wafilipi 2:16. Chaguzi zetu zinaamua ikiwa tumeishi kwa kuitazamia siku ya Kristo au tumepiga mbio bure. Wafilipi 2 aya 16 linganisha na Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9 aya ya 24 hadi 27. Ikiwa kuna maeneo ya maisha yako unayoyaona ni ya kidunia, na yumkini yapo, unawezaje kutakaswa nayo? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Januari 26, siku ya Jumatatu. Mada ikisema mwanga katika ulimwengu wa giza. Somo letu kuu juma hili lasema kuangaza kama mianga ya usiku. Na kwa nukta hiyo basi ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.